watazamaji, tuendelee na kipindi chetu cha yaliyosemwa yakaachwa. Tuko sehemu ya 27. Wakati Ibilisi na malaika mkuu wa kuzimu walipokuwa wakiendelea kujadiliana, mara sauti na ngurumo ya upepo ikasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Malaika mkuu wa kuzimu aliposikia akasema, Ibilisi, ondoka, uniachie makao yangu. Kama wewe ni mfalme shujaa, pigana na mfalme wa utukufu. Je, mimi nina nini naye? Na akamfukuza katika makao yake. Kisha malaika mkuu wa kuzimu akawaamuru askari wake akisema, inueni malango yote ya kuzimu, miyafunge kwa chuma, na malango ya shaba ya mateso yakazeni mageti yake. Pambaneni kwa ushujaa, tusije tukakamatwa mateka. Lakini kundi la watakatifu waliposikia, waliongea kwa sauti ya ukali kwa mkuu wa kuzimu, fungua malango, mfalme wa utukufu apate kuingia. Na mpako mafuta Daudi akapiga kelele, na wamshukuru Bwana kwa fadhili zake na maajabu yake kwa wanadamu, maana ameivunja milango ya shaba, ameyakata mapingo ya chuma. Amewatoa kwa sababu ya uovu wao, na kwa sababu ya uovu wao watu hawa wameteswa. Kisha nabii mwingine Isaya naye akaongea katika namna tofauti na watakatifu wengine. Sikuwatabiria ninyi nikiwa bado duniani? Wafu watainuka kutoka katika makaburi yao, watafurahia walioko duniani. Umande utokao kwa Bwana utaleta ukombozi. Nikasema, iko wapi nguvu yako, e mauti? Kuko wapi kushinda kwako? Watakatifu wote waliposikia haya yote aliyonena Isaya, wakamwambia malaika mkuu wa kuzimu, fungua sasa malango, ondoa mapingo ya chuma, kwa kuwa sasa umefungwa na huna nguvu. Ikaja sauti kuu kama ngurumo ikisema, inueni vichwa vyenu enyi malango, na viinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Haya ndiyo ambayo yalikuwa yanaendelea kuzimu wakati Yesu ameshuka huko. Tukutane katika sehemu inayofuata tuone nini kiliendelea. Mungu akubariki. Nikukumbushe kwamba huyu Yesu tunayesema habari zake yuko karibu kuja. Mwamini sasa. Amen.